wekwa ndani ya Roho Mtakatifu. Msaada kutoka kwa Mungu kwa mwanadamu uliowekwa ndani ya Roho Mtakatifu. Ni sehemu ya pili ambayo siwezi nikaanza, sio rahisi kuanza tena kwa upya, lazima sitenda napotakiwa kwenda. Wale waliokuwepo Jumatano tulipitia kitu hichi ambacho ni cha muhimu sana kama mojawapo ya msingi wa imani tulionao katika Kristo Yesu. Msaada kutoka kwa Mungu kwa wanadamu uliowekwa ndani ya Roho Mtakatifu. Kitabu ambacho ningependa tukisoma siku ya leo ni kile kitabu cha Yohana sura ya 16, ule mstari wa 7. Biblia inasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Bwana alibariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Haya ni maneno aliyoyatamka Yesu wakati akiwa kwenye mwili hapa duniani, wakati anaishi kwenye mwili hapa duniani. Kumbuka, wakati Yesu anaanza kuhudumia, Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake katika ukamilifu. Yeye akupewa Roho kwa kipimo, ndivyo Biblia inazungumza. Alikuwa na nguvu za Roho Mtakatifu full. Leo sisi tuna sehemu ya nguvu kutokana na imani na kutokana na utu. Ndio maana awe mtumishi, awe nani, hawezi akawa na yote. Kuna eneo atakuwa mzuri, kuna eneo mwingine atakuwa mzuri. Sasa ni maneno ya Yesu akiwa katika mwili. Sasa alipokuwa katika mwili, kumbuka, alikuwa yuko ndani ya mwili na Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya mwili mmoja wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo ni kama vile Roho Mtakatifu alikuwa amefungwa kwenye mwili mmoja. Na kwa sababu alikuwa kwenye mwili mmoja, maana yake alikuwa limited, kwa maana Yesu akiwepo Galilaya, Bethania hayupo, akiwepo Yeriko, huku Gilgali hayupo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya mwili mmoja wa Yesu, akiwa amefungwa kwenye eneo moja. Akiwa huku hawezi Yesu akawa kule, hawezi fanya miujiza kwa mara moja Bethania, Gilgali, Yeriko kwa mara moja. No, alikuwa akifanya muujiza kwa eneo moja tu akiwepo. Eneo lingine alikuwa hawezi, kwa sababu hayupo mwingine pale. Ndio
kilichofanyika, wala kule Tide hakuna kilichofanyika. Muujiza alikuwa anafanya mkubwa kwa mara moja, lakini haukuwa maeneo yote. Sasa ndio maana nasema akiendelea kukaa katika mwili, maana yake yule roho hata kuja kuondoka kwake ndiko kumleta Roho Mtakatifu. Chapia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo katika mwili mmoja Yesu hakuweza kufanya mambo makubwa mara moja, lakini alisema akitoka, tena yafaa, ni vizuri nikaondoka. Alipoondoka Roho Mtakatifu akaja. Sasa hakuja kwa mtu mmoja, amekuja kwa watu wote wanaomwamini, ili muujiza uliofanyika hapa ufanyike na Tanga, ufanyike na Mbeya, ufanyike na Marekani, ufanyike na Urusi, ufanyike na Czechoslovakia. Alikuwa anataka matendo makuu yafanyike kwa mara moja mahali pengi. Ndio ilikuwa ni faida ya ujio wa Roho Mtakatifu, kwa sababu atakuwa kwa mwamini huyu, ataenda kwa mwamini yule, atakwenda kwa mtumishi yule, atakwenda kwa nabii yule, atafanya mambo kwa mara moja, mambo makubwa. Utasikia mambo yaliyofanyika Dar es Salaam, mengine yamefanyika Urusi, mengine yamefanyika Kenya, mengine yamefanyika. Roho Mtakatifu alipokuja ndani ni Yesu bila kipimo. Amen. 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 Kwa hiyo lazima ujue umuhimu. Wapendwa wengi sana wanatafuta msaada kwa Yesu, hawatafuti msaada kwa Roho Mtakatifu. Wapendwa wengi sana macho yao yako kwa Yesu na Mungu, macho yao hayako kwa Roho Mtakatifu. Anaitwa na msaidizi, anaitwa msaidizi. Neno nilikwambia msaidizi ni neno la Kigiriki lenye maana parakleto. Parakleto maana yake anayekuja pembeni kukusaidia, msaada wako. Mungu ameuweka ndani ya Roho Mtakatifu. Wewe ni msaada wa kiuchumi, wewe ni msaada wa elimu, wewe ni msaada wa kufundishwa, wewe ni msaada wa faraja. Vitu vyote Mungu amevichomeka ndani ya Roho Mtakatifu. Ushirika na yeye ni msaada kwa ajili ya maisha yako. Chapia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo lazima ujue umuhimu wa huyu Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika. Neno ushirika na maanisha ushirikiano. Wengi wanamtaja Roho Mtakatifu lakini hawamjui. Wengi wanateseka. Roho Mtakatifu yuko pale kwa sababu ameletwa ili akusaidie, ameletwa ili akuvushe, ameletwa ili akutie nguvu, ameletwa ili akuongoze, afanye kazi. Ndio nasema wale wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu, lakini sio wana wa Mungu wote wanaongozwa na Roho. Wengi wanajiongoza wao, na ndio vyanzo vya maisha kuchanganyikiwa, maisha ya shida na maisha ya taabu, kwa sababu hawajui msaada wanao, hawajui msaada wanao. Wataweka macho kwa manabii. Roho Mtakatifu yuko kwa kila aminiye. Nabii akija anakuja kuthibitisha kitu ambacho Roho Mtakatifu ameweka ndani. Na hiyo watu wanateseka wakati msaada wao wanao, wanahangaika wakati msaada wao wanao, wanafikiria ya kwamba wale watumishi wengine wana roho mwingine. No, wana roho yule aliye ndani yao ndiye aliye ndani yako. Utofauti ni kwamba wao wanamsikiliza, wewe umeweka pembeni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana nikasema msaada wako ambao Mungu ameweka ndani. Roho Mtakatifu anaitwa msaidizi mwingine, anaitwa msaidizi. Nikwambia neno msaidizi Kigiriki ni parakleto. Parakleto ni anayekuja kukusaidia. Ni kama vile katibu mtasi, atajua kasaidia wa mchungaji. Ni kama vile katibu mtasi ambaye anatumika chini ya bosi fulani, ambaye kazi yake ni kumsaidia yule kiongozi wake. Ndivyo hivyo. Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Hizo Mungu aliniambia niwasaidie ili upate kujua. Ndio maana nikiona mimi mtu hachange na sitika, Roho Mtakatifu
Mtakatifu aliyekuwa kwa manabii ndio yuko ndani yetu. Roho Mtakatifu aliyekuwa kwa Yesu ndio huyo yuko ndani yetu. Hakuna roho mwingine, ni yule tuliye waliokuwa naye ndio wamewekwa ndani yetu. Ni swala la wewe kujua namna ya kushirikiana na yeye ili upate msaada. Anaitwa msaidizi kwa sababu kabeba msaada. Na huo msaada hauji automatic. Niliwaambia baada ya dhambi Mungu amsaidie mtu automatic mpaka uhitaji. Nimesema hawana kwa sababu hawaombi. Ndio sasa. Hebu kuelewa mambo ya kanisa lilivyo bana. Hebu kuelewa mambo ya Kristo wanafikiria kuna kitu kingine kinachoweza kuwasaidia wakati msaada wanao ndani. Maelekezo ya maisha yao wanao ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu anataka afanye mambo makubwa kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Anataka atende mambo ya ajabu kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Anataka yafungue maisha kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Anataka abadilishe historia ya maisha yako kwa Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Unaona Yesu akitajwa mahali pengine, unaona anaanza kutambulika baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yake. Ndio unaona historia inachangiwa, inabadilishwa kabisa. Hali yake inachange kuanzia pale Roho Mtakatifu anakuja juu kama ua. Unaona maisha ya Yesu yakichange. Unaona pia maisha ya kanisa la kila mitume yanabadilika baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yao. Je, sisi tuna roho gani? Haleluya, haleluya. Mungu ameweka msaada wako ndani ya Roho Mtakatifu. Mungu akikuponya, anakuponya kwa jina la Yesu, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema msikilizeni yule. Macho wako warokole wengi wameka kwa Yesu, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani yao ambaye anataka awasaidie, awavushe. Roho Mtakatifu anasema, nimemshuhudia mpaka kwenye budget, anatoa maelekezo. Kwenye vitu vidogo kabisa anatoa maelekezo. Nimeona mahali ambapo alinikataza nisifanye kitu na kuwa mkarimu napata hasara. Nimeona Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kushangaza. Yuko kwa ajili ya kukuongoza. Atakuongoza kiuchumi, atakuongoza kifamilia, atakuongoza kikazi, atakuongoza kimaisha, atabadilisha maisha yako kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Unachotaka kujua ni kumsikiliza na kujua anavyosema ili maisha yako yapate kubadilika, huduma yako ipate kubadilika, kazi yako ipate kubadilika, hali yako ipate kubadilika. Yeye ni Roho aliyekuja kutusaidia. Tuko sawa? Haleluya, haleluya. Ndio maana maisha mengi ya watu wanahangaika sana, lakini Roho Mtakatifu wanaye majibu ya matatizo yao, wanaye watabakia kusubiri manabii, watabakia majibu ya matatizo yao, wanaye. Na Roho Mtakatifu anahuzunika sana kwamba mimi sijanishirikisha, sijatambua kwamba mimi nipo, sijatambua kwamba mimi na uwezo. Maana anahitaji, maana ananipuuza, maana hasemi na mimi, maana asikia toa ya kunijua, anaona kujua kitu kingine ananiacha. Hiyo shida yake inaweza nikaitatua, tatizo lake linaweza nikavusha na nikapeleka. Maana hana ushirikiano na mimi, maana hana umoja na mimi, maana hana ufahamu juu ya mimi. Hajui kwa nini nimekuja ndani yake, nimekuja kumsaidia ili atoke kwenye tatizo alilonalo, aende kwenye maisha mengine. Ndio nilichotumia kufanya. Nimekuja ndani yake kumtukuza Yesu, nimekuja ndani yake kumfundisha, nimekuja ndani yake kumwelekeza, nimekuja ndani yake kumuongoza, nimekuja ndani yake kumwonya kwenye yale ambayo yanaweza kuleta tatizo. Ameniacha. Hana maana mimi atazunguka na kusiti kwenye TV kutafuta na tena semaje, ndio na msokeza na kusema hana utulivu, hana usikivu. Anabaki nasikitika kwa sababu msaada
Yesu asifiwe. Anaona mbele tangu sasa. Anachungulia mambo ya Mungu. Ndani ya moyo wa Mungu anayachungulia, anakuja kusaidia. Ndio maana ni mashahidi, ana pray party mbinguni, ana pray party huko. Anatunganisha kuwa na mtandao wa kiungu kwa namna ambavyo watu hawawezi wakaelewa, lakini Mungu anafanya kazi. Hebu kwa gani mara ngapi umejua na unafahamu Roho Mtakatifu? Na mara ngapi umemshirikisha na ukajua kwamba Roho Mtakatifu ni naye na msaada wa Mungu ni nao? Ama unafikiria msaada uko sehemu nyingine, unao ndani? Sema Roho Mtakatifu na kupenda. Roho Mtakatifu na kuhitaji. Roho Mtakatifu, nipe kukujua, nipe kukusikia, nipe kukutii, nipe kuongozwa na wewe katika kila eneo la maisha yangu. Nimetembea kwa muda mrefu mwenyewe, ninahitaji tuende na wewe kwenye kila hatua unayotaka. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninaomba Roho unipe usikivu na unipe utulivu, nikujue wewe, niwe na ushirikiano na wewe. Siwezi kutembea kwenye neema ya Bwana wetu, siwezi kutembea katika pendo la Mungu Baba bila wewe. Unapokuwa ndani yangu, ni Yesu yuko ndani yangu, na ni Baba yuko ndani yangu. Roho Mtakatifu, nifungue macho yangu, fungua moyo wangu, nipe kiu na shauku ya kukujua na kukutafuta na kushirikiana na wewe kwenye kila eneo la maisha yangu. Uyainue maisha yangu, uyauishe maisha yangu, na uyafanye upya maisha yangu. Roho Mtakatifu, ulimfufua Yesu kutoka kwa wafu, na nifufue maisha yangu yaliyo kwenye hali ya kufa. Fufua huduma yangu iliyo katika hali ya kufa. Fufua uchumi wangu ulio katika hali ya kufa. Fufua hatua zangu zilizo katika hali ya kufa. Fufua uzao wangu ulio katika hali ya kufa. Roho Mtakatifu, ingia kazini, ingia kazini ndani ya maisha yangu. Palipo na wewe pana uhuru. Ukishajua huwezi babaika na nabii. Ndio kazi Mungu anataka wasaidie, ili maisha yetu yarudi kwenye mpango naye. Umehangaika muda mrefu, lakini sema nifikie mwisho. Umekosa njia kwa muda mrefu, lakini Mungu ana njia. Lakini vyote hivyo ameviachilia na kuviwekeza ndani ya Roho. Shirikiana naye, mwabudu yeye, msifu yeye, muhitaji yeye, mkiri yeye, muite yeye. Abadilishe hali yako. Kitafuta msaada kwa Mungu, Mungu ameweka kwa Roho Mtakatifu, atakurudisha kwake, atakurudisha kwa Roho aliyeko ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka nizungumzie vitu viwili vya Roho, viwango viwili vya Roho Mtakatifu, ili upate kujua na upate kuenenda. Ujue matatizo mengi ya watu ni kutokujua. Majibu yao sawa. Ule mstari wa 37, Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Angalia anavyosema, angalia anavyosema. Anasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. 38, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonenwa, mito ya maji yaliyo hai
Rudia tena. Yakibubujikio uzima wa milele. Kwa hiyo unaona Biblia inazungumza habari za mto na Biblia inazungumza habari za chemchemi. Amen. 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 Asante. Unapokuwa umeokoka, unapokea chemchemi. Haya ni maneno baada ya Yesu alizungumza kule katika Yohana 4 ukasoma. Ukisha okoka, unapokea chemchemi. Unapookoka, unapokea kiwango cha maji katika levo ya chemchemi. Mto ni maji, chemchemi ni maji, ila vinatofautiana. Amen. Amen. Kwa hiyo unapopokea chemchemi, wewe na hakika chemchemi hazina nguvu. Amen. Tukiweka hapa chemchemi ya maji haina nguvu. Siku zote chemchemi huwezi kutumia kunyosha mji mzima. Chemchemi hazina nguvu. Chemchemi hazina nguvu. Na chemchemi inakuwa ni mahusiano ya wewe na Mungu. Chemchemi inakuwa ni wewe na Mungu. Unakuwa kwenye kumjua Mungu binafsi, lakini huna msaada kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapopokea chemchemi, maana yake umepokea, lakini hauna nguvu. Na kwa sababu hauna nguvu, ndio unakuta mtu ameokoka, lakini majaribu yanaweza kumvuruga. Maisha yanaweza kumsumbua. Changamoto kitu inaweza kumhamisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Lakini mtu anayepokea mito ama mto anapokea nguvu kubwa, ni zaidi ya chemchemi. Mto unawakilisha nguvu kubwa ambao katika huo unaweza kumsaidia yeye na pia kumsaidia watu wengine. Kazi ya mto ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Unaona mito ikivuka mabara, unaona mito ikivuka mkoa na mkoa, unaona mito ikivuka wilaya na wilaya, lakini hulikuti kwenye chemchemi. Aliye kiu aje kwangu anywe maji. Alisema kwa habari za Roho. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana aliwaambia wasubiri ahadi kutoka kwa Baba. Watavikwa uwezo kutoka juu. Ndio unakuta watu wavikwa tu zile nguvu za Roho Mtakatifu ambazo walitembea nazo, waliweza kufanya matendo makubwa yaliyopewa tofauti. Kwa sababu gani? Walipokea nguvu kwa kiwango cha mto. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Chemchemi inakuja kwa kuamini. Mito inakuja kwa kiu. Narudia tena. Chemchemi inakuja kwa kuamini. Mito inakuja kwa kiu. Kwa lugha nyingine, unataka zaidi. Unataka zaidi. Unataka zaidi. Roho Mtakatifu uwe zaidi. Roho Mtakatifu ongezeka ndani yako. Roho Mtakatifu jifunue zaidi. Anasema aliye na kiu aje anywe. Kwa hiyo unaona mito ni matokeo ya kiu. Umeokoka, una kiu na huyo Roho Mtakatifu ambaye anataka ajaye kwako kama mto na kuleta madhara kiuchumi, kimaisha, kwenye eneo, kwenye hali yako. Hauna kiu, wewe na wakati utabakia kiwango cha chemchemi ambayo watu wengi ndio wanayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka zaidi, mtu mwenye kiu ya kuishi maisha zaidi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ongezeka. Roho Mtakatifu ongezeka. More power zaidi. Ongezeka katika hekima. Ongezeka katika ufahamu.
ongezeka katika maisha. Chukua maisha yangu kabisa, uyafunike maisha yako. Nisionekane mimi, uonekane wewe. Nisisikike mimi, sikika wewe. Roho Mtakatifu, mimi ninapotea kabisa. Chukua nafasi, chukua nafasi. Roho Mtakatifu, unazungumza, unajua yuko ndani na unakuwa na uhakika. Ninakwambia ukiingia kwenye maombi ya namna hiyo, namna ulivyoingia na ulivyotoka ni vitu viwili tofauti. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Unahitaji zaidi. Nikwambia chemchemi ukimwamini Yesu Kristo haina shida, inakuwepo ndani. Lakini mto ni matokeo ya kitu zaidi ya Roho Mtakatifu. Unataka uishi maisha kupendeza. Watu wajui, angalia zile tabia, tutajua unaongozwa na Roho Mtakatifu au unaongozwa na kitu kingine. Nenda angalia kwenye Galatia 5. Tunda la Roho imeka ara kubwa. Roho Mtakatifu ni upendo, manake ni mazao yanayozalishwa na Roho Mtakatifu. Hakuna namna mtu maisha yake yanaweza kubadilika bila Roho Mtakatifu kuingia kati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiseme Roho Mtakatifu kinafiki. Sema ukiwa na uhakika yupo ndani. Alafu onyesha kuhitaji msaada wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo akija zaidi anakuonyesha nguvu zaidi za kuishi maisha tofauti kabisa. Shida ni kwamba huwa tunaona tunaweza. Shida ni kwamba huwa tunaona tunajua. Shida ni kwamba huwa tunaona hatuhitaji msaada. Na kama hauhitaji msaada wake, msaada ukipewa utauguza. Ndio maana lazima uhitaji msaada wake, alafu ndipo akusaidie. Alibadilisha maisha ya Yesu totally, anaweza kubadilisha maisha yako. Aligeuza maisha ya Yesu kabisa, anaweza achange maisha ya Petro. Anaweza kubadilisha maisha yako. Yupo msaidizi, Parakleto, aliye pembeni yako, anayesubiri utambue na umwalike, anayesubiri utambue na umkiri, anayesubiri utambue na umhitaji. Tuko sawa? Sema Roho Mtakatifu. 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 Nisaidie. Na njia mojawapo ya kushirikiana na huyu Roho vizuri ni lazima uwe kwenye Biblia, ujue amesemaje. Hiyo njia wapi? Biblia inamsemaje? Biblia inamsemaje? Wapendwa hawana habari. Ukifundishwa somo la Roho Mtakatifu, Biblia inamsema kazi zake ni zipi, vitu alivyotumwa kufanya ni vipi, ili upate kushirikiana naye, kwa sababu huwezi kushirikiana nje ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kadri unavyozidi kumhitaji huu mtu ama Roho Mtakatifu zaidi, ongezeka. Alafu ndiye anayekuchukua na kupeleka kwa Baba. Hizi ibada ukizijua zitachange kile kitu chako. Zitabadilisha ibada. Zitabadilisha hali yako kabisa. Na utaanza kuona mabadiliko makubwa ndani ya maisha. Kwa nini? Mtumie msaidizi. Ndio maana nasema yeye asiye na Roho wake, Yesu wake. Uweze kuwa na ushirika na Baba bila Roho. Uweze kuwa na ushirika na Roho na Yesu Kristo bila Roho. Uweze kusema unamtii Baba au unamtii Roho Mtakatifu. Uweze kusema unamtii Yesu wakati unamtii Roho Mtakatifu. Hakuna hicho. Hakuna kitu cha hivyo. Anajua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nao mstari mmoja ambao nitaunyanyambua ili upate kujua tunavyoshirikiana naye kwa sasa. Maana kuna kazi zake na kazi
nikasema nikachama nguvu hapa, haina shida. Lakini nataka nikufundishe wewe ili ujue namna ya kushirikiana naye. Kuna mambo mengine si mpaka mchungaji ajue, kidogo ndio nataka zaidi na wewe. Kuna maneno mengine ndio nataka kwenda faragha. Wewe na yeye. Ndio utakuta wakati mwingine mtu unajifika kwa neno mtakatifu, I love you. Huko ndani ni kama mtu unafukumia. Ukitoka katika ushirika na yeye, kutana na mtu mwenye tatizo, dakika moja tu mpige. Warumi sura ya 8 mstari wetu wa mwisho. Warumi sura ya 8 ule mstari wa 26 na 27 hadi 27. Binasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu. Alafu anauliza udhaifu gani? Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama Mungu apenda. Kuna kitu kiko pale nataka tuzungumze. Cha kwanza, haujui kuomba, sijui kuomba. Ujio wake mmoja wapo ni kutusaidia kuomba kwa namna ambavyo Mungu anataka. Unaweza ukawa na kubaya vitu vingi na mambo mengi unayoweka namna na utaratibu kabilia namna umepata vitabu hivyo vyote. Ukianza ushirika na Roho Mtakatifu ana kazi. Roho Mtakatifu anajua kwenye shida hii uombeje na uombe namna gani. Kwa hiyo udhaifu wa kwanza ambao tunao ni kujua kuomba. Sasa ukitaka akusaidie kuomba, maana yake lazima utambue ya kwamba hauwezi kuomba. Hujui kuomba juu ya familia, hujui kuomba juu ya kazi, hujui kuomba juu ya huduma, hujui kuomba juu ya biashara, hujui kuomba wewe kila wakati ujua haujui. Roho Mtakatifu, mimi ni dhaifu, ninaomba unisaidie kwenye kuomba juu ya hili. Ninaomba unisaidie kuomba juu ya uchumi wangu. Ninaomba unisaidie kwenye kuomba juu ya familia yangu. Ninaomba unisaidie kuomba juu ya maisha yangu. Ninaomba unisaidie. Lazima ukiri hujui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati unapoomba, mwambie Roho Mtakatifu pale ambapo huwezi na unahitaji msaada wake. Hiyo ndio njia ya kwanza ya namna ya kushirikiana naye. Ujue huo msaada nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika Roho naye utusaidia. Sema utusaidia. Sema utusaidia. Sema utusaidia. Sema utusaidia. Sasa sikiliza. Neno la Kigiriki lililotumika kwenye kutusaidia, maana yake kushikamana pamoja kinyume cha. Kushikamana pamoja kinyume cha. Kushikamana pamoja kinyume cha. Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu anakuja ndani yako kutengeneza timu kinyume na wewe udhaifu. Anatengeneza timu wewe na yeye kinyume na wewe udhaifu. Maana yake mna
Ndio maana wale ambao haji sasa nahitaji msaada. Huu mzigo umekuwa ni mzito sana mimi kubeba. Huu mzigo umekuwa ni mgumu sana mimi kutoa. Huu mlima umekuwa ni mgumu sana kwenye maisha yangu. Nimejaribu kadri ninavyoweza kuondoa hili tatizo, limeshindikana. Nimejaribu na nimelia mbele za Bwana ili jambo libadilike, limeshindikana. Lakini nimekuja kugundua ya kwamba yuko Roho Mtakatifu ambaye ndani yake anao msaada. Namwambia Roho Mtakatifu, wewe ndio msaidizi wa maisha yako. Wewe ndio unayenitia nguvu. Mimi siwezi, nisaidie. Nenda kusaidia maana yake unakuja pamoja na yeye kwenye lile tatizo. Kabla ushika unaendelea, alafu mnalichukua ile tatizo pamoja, mnafanya kwa sio wewe peke yake ama yeye peke yako. Ndio maana watu wanapokuja na matatizo, wengine wanalala nyumbani, wanasikia tatizo litatoka. No, mnakwenda na Roho Mtakatifu pamoja na kulichukua ile tatizo na kuliondoa pamoja. Mnafanya kazi kama timu. Bwana Yesu asifiwe. Hauendi, haupo, yuko hapo, haupo. Kwa sababu anasema Roho Mtakatifu hutusaidia. Kigiriki neno kusaidia limetumika kama neno la kufanya kazi kama timu. Sasa huwezi kufanya kazi na mtu ambaye huna ushirikiano naye, mtu ambaye humjui, mtu ambaye humfahamu, mtu ambaye humsemi, mtu ambaye humzungumzi. Una udhaifu gani? Unajua pamoja na Roho Mtakatifu unaweza mkautupa mbali huo udhaifu. Una changamoto gani? Unajua kwamba pamoja na Roho Mtakatifu unaweza mkautupa udhaifu mbali. Kuna shida gani ipo ndani? Anafanya kazi kama timu. Unamwambia Roho Mtakatifu, sijui kuomba jinsi inavyonipasa. Maana anakuja, anaanza kuomba ndani yako. Huko na wewe unafanya nini? Ndio unaweza kukuta mtu anachukua, anaomba masaa, anaomba dakika nyingi, anaomba dakika nyingi. Sio vile mtu ambaye anakuja ni kulala tu. Anategemea muujiza. Hayendi namna hiyo. Mambo ya Mungu yanahitaji serious. Kwa hiyo utashangaa ulikuwa kwa dakika 15, unaenda dakika 20, dakika 30, mwisho sasa unaweza kuomba masaa 4 peke yako. Ukawa na huruma kama gani? Maana yake Roho Mtakatifu anakuja kufanya kazi na wewe. Amen. Unafanya kazi kama timu. Tuko pamoja. Na ndio maana anasema huwa anamwambia Roho Mtakatifu, huu ni mwili wako. Anasema nyumba yako itaitwa nyumba ya sala. Cha kwanza anachokuja Roho Mtakatifu kubadilisha hali yako ya ndani, ni hali yako ya maombi. Lazima change, apigane nayo. Atapambana na hali ya usingizi na uchovu na uvivu, anapambana nayo. Katikati ya uchovu na kutia nguvu, ukiwa unahitaji msaada. Utashangaa unaomba mpaka unajua hii nguvu sio nguvu ya kwako. Hapa kuna mkono mwingine umenitia nguvu. Chapia Bwana Yesu. Nimesema leo kwa mtu mwingine sasa ninaomba. Unamwambia Roho Mtakatifu, ninaomba nisaidie kuomba sasa. Ninaomba nisaidie kuomba. Ninaomba nisaidie kuomba. Ninaomba nisaidie kuomba. Sasa Roho Mtakatifu sio nguvu. Roho Mtakatifu anazo nguvu, lakini ni mtu tazungumzia hii. Usimchukue kama ni upepo, ukamchukua yupo, anasubiri saa ngapi ushirikiane naye. Roho Mtakatifu kuteleka ni mtu. Unaambia ninaomba nisaidie kuomba. Karibu tuombe pamoja. Karibu tuombe pamoja. Karibu tuombe pamoja. Alafu nasema ya tatu, ninakiri ya kwamba wewe ndiye mwombezi wangu mkuu. Ninakiri ya kwamba wewe ndiye mwombezi. Kwa hiyo unachoanza cha kwanza, maana yake unasema ninaomba Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie kuomba. Roho Mtakatifu, karibu tuombe.
ina